Wenu ndugu zangu, bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Leo ni siku ambayo tunataka kupeana elimu juu ya vipindi vya uganga wa jadi, na ninachotaka nikwambieni ni kwamba katika uganga wa jadi, hasa katika kabila la Kizigua, tunazo dawa za kufanya wapenzi wetu, wake zetu wasiweze kushiriki tendo la ndoa na watu wengine zaidi ya sisi wenyewe. Ieleweke, sisi Wazigua ni moja ya kabila ambalo lina utajiri ya vitu vingi vya asili na tumevilindia miko, tumevitunza mpaka leo tunavyo, na ndio maana tunathubutu kuwaeleza kwamba watu wa makabila wengine, watu wengine wanaoteswa, labda kama una mpenzi wako, mume wako, mke wako anakusaliti kutembea na mwanamke mwingine, na inaeleweka kwamba hilo ni jambo la aibu sana, na anapokusaliti, unapoongea naye anakuja kwa ukali, anakutaka uthibitisho, anakutaka, anakwambia una ushahidi gani, una wivu, anakueleza vitu vya aina mbalimbali, na ninajua kwamba kwa mwanaume inauma, kwa mwanamke pia inauma. Kwa hiyo mimi Dr. Mandoto ni mganga pekee ambaye naweza kukwambia kwamba, nasubutu kukwambia kwamba tunazo tunguli zinaitwa usinga. Tunguli za usinga zinaweza kufanya yule mwanamke ambaye anayekusaliti akadhihirika na kila mtu akaona, ukamwaibisha na akaweza kuona kabisa kwamba nini kilichokuwa kinaendelea. Na hata wewe mwanaume pia, wewe mwanamke, kama mwanaume wako anakusaliti kwenye ndoa, anatoka nje ya ndoa yako na akimwambia anakuwa mkali kwa sababu unakuwa hauna ushahidi, mimi Dr. Mandoto nakwambia kwamba kuna njia zipo katika uganga wa jadi, katika tunguli yetu hiyo ambayo inayoweza kufanya udhibiti huo na ukaweza kudhihirisha wazi kwa tunguli yetu ya usinga. Uwezekano huo upo. Nini unachotaka kufanya? Nataka nikushirikishe tego, ambalo tego hilo kiingila chake ni mbwa. Kwanza unachopaswa kuelewa ni kwamba katika maisha kuna mambo mengi sana, hasa katika uganga wa jadi. Tuna uwezo wa kuchukua nguvu, ndio maana unasikia tunaweza kukutengenezea ilizi ya simba kama anapoogopewa na wewe ukaogopewa. Tunaweza kukufanyia mvuto wa ndege, kama ndege yule Chamirunda anavyovutia ndege wenzie, na wewe ukaweza kuwavutia binadamu wenzie wakakupenda. Kwa hiyo vile vile tunayo uwezo. Wale mbwa, unaweza kukuta mbwa anapofanya mahusiano ya kimapenzi wanakuwa wananasana. Yaani mbwa baada ya kushiriki lile tendo, baadaye muda unakuta wananasana mbwa. Kwa hiyo ile nguvu, kile kitendo tunaweza tukakichukua kiingila chake tukatengenezea kwenye hii tunguli. Kama una mkeo ambaye anatoka nje ya ndoa, kuna namna tunaweza kutabana hiyo tunguli tukakupa wewe unuie, na ukakuta huyo mke wako wananasana na huyo wahala wake au na yule anayekusaliti naye, na mpaka wewe ukafika pale na ukawa ni ushahidi ya kwamba anakusaliti, wakaweza kuonekana wazi. Kwa hiyo unaweza kumnasisha mpenzi wako wakanasana na hawala wake wanayekusaliti na wewe mpaka ukafika. Na uzuri wa tunguli hii, utakapoikamata wewe katika mikono yako ukainuia, ina maana wale watu hawatoachiana mpaka wewe ufike, uwashike sikio, umshike sikio la kushoto mwanaume na mshike sikio la kushoto mwanamke. Kuna maneno nitakuelekeza uyaseme, ndio wale watu wanaachiana. Kwa hiyo ieleweke, hicho kinaweza kufanyika kwa mwanamke na kinaweza kufanyika kwa mwanaume. Ina maana kwamba tunazo tego hizo zikaweza kufanyika na ikawa ni nguvu ya kuweza kuwanasisha wale ambao wanasaliti wapenzi wao. Kwa hiyo ieleweke, na hicho kitu kinaweza kufanyika kwa wapenzi na hata kwa mke na mume. Kama mtu ni mpenzi wako, kama ni mwanamke unayemhudumia, unampa matunzo, unamsaidia, umeshamsomesha, umeshamwekea vitu vya aina mbalimbali, unaweza kumwekea tego hili la usinga ambalo lenye kiingila cha mbwa, ambaye wakikutana mwanamume mwingine tu wananasana na hawataachiana mpaka wewe ufike pale, umshike sikio la kushoto mwanamume, umsemee, na yule mwanamke umsemee, ndio wataachiana. Kwa hiyo na wewe utakuwa umepata uthibitisho wa kile kilichokuwa kinatakiwa kuweza kudhihirika. Na kitu hichi pia kinafanyika hata kwa mwanaume. Wewe mwanamke ambaye mwanaume wako awe wa ndoa au mpenzi wako, kama unamwambia anakusaliti na anakataa, njoo kwangu mimi Dr. Imani Mandoto nikupe tunguli ya usinga, uitilie nia kwa jina lake yule mtu. Ina maana yule mwanaume atakapokwenda kwa mwanamke mwingine watanasana na hawataachiana mpaka wewe ufike pale. Ukifika pale, kwanza anakuwa unathibitisha kwamba kweli ulichokuwa unamwambia ni kweli, lakini pia utatakiwa kumshika sikio la kushoto wewe mwanaume, kumsemea maneno nitakayokuelekeza, na sikio la kushoto mwanamke yule alionasana naye, ili waweze kuachiana. Baada ya hapo wewe utakuwa umepata ushahidi, na kama ni mkeo, maana yake hapo wewe utakuwa umekomesha hiyo tabia, na ina maana wewe utakuwa umekamata ugoli na umekuwa umkomesha hata yule ambaye aliyokuwa anakusaliti na huyo mpenzi wako. Kwa hiyo usihisi kama kuna mwanamke wako au mwanaume wako anakusaliti na mwanamke, wewe unajua, lakini baadaye anakataa, na wanaume wengine wanafikia kiburi mpaka ya kupiga wake zao. Sasa ieleweke kwamba Dr. Imani Mandoto ninayo tunguli hiyo ya funiko ambayo inaitwa tunguli ya usinga, ambayo tunaweza kutengeneza huo usinga ukaweza kunasa kwa kiingila cha mbwa, na tunguli tayari imeshatengenezwa inasubiri kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. Lakini kama uko mbali, uko nchi yoyote, inachotakiwa ni tupate jina la huyo mpenzi wako na jina lako, tunaweza kukutengenezea usinga ukiwa huko.
Kwa hiyo Dr. Imani Mandoto alikuwa anakupa habari hiyo. Usikubali kusalitiwa, usikubali kudhalilishwa, usikubali mwanaume wako akusaliti alafu anakupiga, usikubali. Njoo tumnasisha ili upate ushahidi. Usikubali mke wako anakusaliti na mwanaume mwingine alafu wewe ukimwambia anakuwa mkali anakujia juu. Usikubali. Njoo kwa Dr. Imani Mandoto ama nitumie jina lake tuweze kumtengeneza tego hili la mbwa ili akikutana na wewe mwanamke wake au mwanaume wake waweze kunasana ili na wewe upate ushahidi. Hata ukiwa mnakwenda kwenye kesi ya kusuluhisha unakuwa moja kwa moja wewe una ushahidi na anakuwa hana kauli, kwa sababu tumepata nguvu kwa Dr. Imani Mandoto ya kuweza kuwakamata hao watu ambao ni wazinifu wanaotoka nje ya ndoa zao kuwasaliti wapenzi wao. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha. Ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto, bingwa tiba asili ya Afrika, mganga mwenye karama na maarifa ya kutosha, mtawala wa majini na mizimu, mganga mwenye karama ya ajabu. Njoo tuweze kukusaidia. Lakini kama unataka kunipigia mimi Dr. Mandoto, nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Lakini pia nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, ushare video zetu hizi ili watu wengi wapate maarifa. Lakini kama una swali, una jambo lolote, niandikie kwenye comment hapo na mimi nitakwenda kukujibu na utaweza kupata ufafanuzi wa kina. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.